Shalom, shalom, Bwana Yesu asifiwe. Karibu tena kwenye kipindi pendwa cha Manukato ya Sifa, ambapo tunapata wasaa mzuri kabisa wa kujifunza neno la Mungu hapa Manukato ya Sifa. Leo tunapozungumzia habari hizi za Yesu kurudi, kuna miongoni mwa watu wengi ambao hawaamini kabisa habari hizi kwamba Yesu atakuja, na kuna wengine hawaamini kabisa kwa habari za unyakuo. Kwa nini tunasema Yesu amerudi? Kitu cha kwanza kabisa, kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura 16 mstari wa 12, tutaanzia hapo tuone. Biblia inatuambia hivi kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura 16 mstari wa 12: na huyo malaika wa sita akamimina kitasa chake juu ya mto ule mkubwa Frati, maji yake yakakauka, ili njia itengenezwe kwa wafalme watokao katika mawio ya jua. Nikaona roho tatu za uchafu. Tuishie tu hapo mstari wa 12. Nao huyo malaika wa sita akamimina kitasa chake juu ya mto ule mkubwa Frati, maji yake yakakauka, ili njia itengenezwe kwa wafalme watokao katika mawio ya jua. Sasa ukitaka kuamini kwamba haya mambo yamekwisha kutokea na yamekwisha kukamilika, wewe chukua simu yako hiyo, Google kwa habari ya mto Frati, utaona utaletewa kwamba mto Frati umekauka. Kwa wanaofuatilia hizi habari na haya mambo, mto Frati umekauka, maji yake yameanza kuonekana taratibu, yamepungua, yameanza kukauka. Na lengo la huu mto Frati kukauka, Biblia inatuambia ni njia itengenezwe kwa wafalme watokao mawio ya jua. Maana hapa inazungumziwa Gogu, maana hapa yanazungumziwa mataifa ambayo yataishambulia taifa la Israeli, na njia watakayoitumia kupanga majeshi yao ni hapo kwenye mto Frati. Ukisoma vizuri, Biblia inatuambia ili njia itengenezwe kwa wafalme watokao mawio. Kwa hiyo Biblia ukiendelea kusoma mstari wa 13, Biblia inasema nikaona roho tatu za uchafu zilizofanana na vyura zikitoka katika kinywa cha lile joka, na katika kinywa cha yule mnyama, na katika kinywa cha yule nabii wa uongo. Hizo ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara zitokazo na kuendea wafalme wa ulimwengu wote, kuwakusanya kwa vita ile ya siku kuu ya Mungu Mwenyezi. Tazama, naja kama mwivi. Heri akeshaye na kuyatunza mavazi yake, asiende uchi, hata watu wakaiona aibu yake. Wakawakusanya hata mahali paitwapo kwa Kiebrania Halmagedon. Hii Halmagedon ni sehemu ambayo ipo Israeli. Halmagedon, kuna sehemu inaitwa Halmagedon. Hiyo sehemu mpaka leo hivi haijajengwa. Ukipata bahati na neema, Mungu kukupa neema, nenda Israeli, kuna sehemu inaitwa Halmagedon. Hiyo sehemu mpaka sasa hivi iko wazi, haijajengwa, na Waebrania wenyewe au Waisraeli wanajua kwamba hapa patapiganiwa vita, ndio maana hawajapajenga. Ni sehemu ambayo iko wazi, iko tambarare, ina kamwinuko. Kwa hiyo pale pameachwa kimaalum, kwa sababu wanajua hapa patakuja kupigania vita. Kwa hiyo ndio maana Waisraeli au Waebrania hawajapajenga. Hiyo sehemu inaitwa Halmagedon. Kwa hiyo Biblia inatuambia malaika akamimina kitasa juu ya mto Frati. Tafuta kwenye simu yako, Google mto Frati, utaona, utaletewa taarifa zake. Mto Frati umeshaanza kukauka taratibu. Hii ni ishara ambayo imetabiriwa na Biblia. Kitu kingine, kwa nini tunasema Yesu anarudi? Yesu anarudi kwa sababu ishara za unyakuo zote zipo tayari na zimekamilika. Japokuwa hili somo la unyakuo na habari za unyakuo zimekuwa zikiwapa watu wengi ukakasi. Watu wanajiuliza inakuwaje unyakuo, na wanasema hawajawahi kuona kwenye Biblia sehemu ambayo imeandikwa kwamba kutakuwa kuna unyakuo au kwamba kanisa litanyakuliwa. Kwa watu wanakuwa wanapata shida kuhusu unyakuo. Biblia imesema kwa habari ya unyakuo upo. Soma kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 mstari wa 16 hadi wa 17. Biblia inatuambia, kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu, ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Basi farijianeni kwa maneno haya. Angalia, Biblia inakwambia tutanyakuliwa. Kwa nini tutanyakuliwa? Ukisoma kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 3 mstari wa 10, Biblia inatuambia hivi: kwa kuwa umelishika neno la subira yangu, mimi nami nitakulinda utoke katika saa ya kuharibiwa iliyo tayari kuujilia ulimwengu wote, kuwajaribu wakao juu ya nchi. Kabla saa ya kuharibiwa haijaujilia ulimwengu, Mungu atakutoa kwa sababu umelishika neno la subira yake. Hautoingia kwenye ziki kuu. Kanisa mtakatifu wa Mungu hatoingia kwenye ziki kuu, kwa sababu kanisa halitoruhusiwa kuingia. Ndio maana Yesu akasema hapa,
kwa kuwa umelishika neno la subira langu, nitakutoa katika saa ya kuharibia unaojilia ulimwengu mzima. Kuna watu wanajiuliza kama ni ziki kuu, kwa nini pale kwenye kitabu cha Ufunuo Yohana ilisema mtakuwa na ziki siku 10? Hiyo sio ziki kuu. Ziki kuu ni miaka 7, lakini hapa Yesu alizungumzia kwa habari ya ziki ya siku 10. Ni kanisa la kwanza. Sasa hii ziki ya miaka 7 ipo katika juma la 70 la Danieli. Tangu Yesu Kristo amekufa mpaka anawekwa msalabani anafufuka ilikuwa ni juma la 69. Toka na ameenda mpaka sasa hivi majuma 69 yameisha. Kwa hiyo sasa hivi juma la 70 halijaanza. Tupo katikati ya maandalizi, tupo kwenye maandalizi ya kuingia juma la 70, ambalo ndani ya hilo juma ndipo kuna nini? Kuna hiyo ziki kuu. Unyakuo utaanza kabla ya ziki kuu, kwa sababu watakatifu hawataingia kwenye ziki kuu. Na hata kama nadharia ziko nyingi zinasema hivyo, hata kama wataingia kwenye ziki kuu, kanisa au watakatifu wataingia kwenye kipindi cha kwanza cha ziki kuu cha miaka 3.5, ambapo mpinga Kristo atafanya agano la amani na mataifa. Baada ya hicho kipindi cha miaka 3.5 kuisha, kuna kipindi kingine cha miaka 3.5 ambacho ndipo kuna ziki kuu, yani mateso na taabu ndani yake. Kwa hiyo kanisa halitoingia, kwa sababu Yesu mwenyewe alishasema kwamba kama ilivyokuwa siku za Nuhu na gharika, Nuhu alivyoingia kwanza kwenye gharika, ndipo gharika ikaja, ndivyo itakavyokuja kwa Yesu. Unyakuo Yesu hatofika duniani. Biblia inasema ataishia mawinguni. Ndio maana akasema sisi tuliosalia tutanyakuliwa pamoja na wale waliofufuliwa, tutamlaki Bwana wapi? Mawinguni. Kwa maneno yatakuwa wapi? Mawinguni. Sisi ndio tutakaenda kumlaki. Baada ya ziki kupita, ndipo Yesu atakapokuja kuanzisha utawala wake, ufalme wa miaka 1000. Baada ya kuanzisha utawala wa miaka 1000, adui ambao shetani, baada ya miaka, Biblia inatuambia baada ya miaka 1000 shetani atafunguliwa tena kutoka kifungoni, atapanda juu nchi, atawadanganya mataifa na kuwakusanya kwa ajili ya vita ile ya mwisho, ambayo vita hawatapigana, ni moto utashuka mbinguni utawateketeza. Halafu baada hilo ndipo kutakapo kuja na tukio lile la mbele ya kiti kikubwa cheupe cha hukumu. Kwa hiyo watu tujifunze neno la Mungu, tuelewe kwamba sasa hivi tupo nyakati za mwisho. Ni wakati ambapo mtumishi wa Mungu unahitajika kumtumikia Mungu kwa nguvu zako zote. Na ninyi watumishi wa Mungu ambao mnanisikiliza kutoka popote Tanzania na duniani, ni wakati ambapo inabidi tuandae watu kwa habari ya kwenda mbinguni, tuwafundishe au tuandae kanisa kunyakuliwa. Sasa hivi kanisa inabidi liandaliwe kunyakuliwa. Kwa hiyo mtu yote anayenisikia hapa, aliandae kanisa au waandae watu wake, andae watoto wake, familia yake na ndugu zake kwa ajili ya kunyakuliwa. Kwa nini nasema hivyo? Biblia inasema hivi kwenye kitabu cha Mathayo. Yesu alisema mtakapoliona chukizo la uharibifu limesimama katika patakatifu, asomaye na afahamu. Chukizo la uharibifu haliwezi likasimamishwa patakatifu wakati hekalu halipo. Sehemu ambapo hekalu linatakiwa liwekwe kuna msikiti wa Al-Aqsa. Mpaka sasa hivi Wayahudi wapo kwenye harakati za kutaka kurudisha hekalu lao. Material yote na vifaa vyote vimeandaliwa. Biblia inasema hata wakati wa kuteketezwa zabihu ya jioni, kipindi hiko ndipo uharibifu utakapotendeka. Kwa sababu gani? Wayahudi wameshamwandaa kuwa mkuu, wameshaandaa na hiyo sadaka. Inasemekana kwamba atakuwa ni ndama mwenye rangi nyekundu asiyekuwa na doa. Na ukifuatilia kuna taarifa zilikuwa zinasemekana kwamba alishaandaliwa. Lakini Yesu alisema mnapoyaona hayo, tambueni kwamba yupo wapi? Mlangoni. Lakini kwa habari ya saa na majira yeye kuja, mimi na wewe hatujui. Hapo ndipo hatujui, kwa sababu yaliyofunuliwa ni ya wanadamu, yaliyofichwa ni ya Mungu. Kwa hiyo asije akakwambia mtu akakukalkuletia akakupigia mahesabu akakwambia siku na tarehe ya kuja Yesu ni sio kweli. Biblia inatuambia saa ya kuja hakuna anayejua. Kwa hiyo nipende kuambia kwamba tuliandae kanisa kiutakatifu, tuishi maisha ya utakatifu, tumhubiri Yesu, tujitahidi kuwafanya watu kwa mataifa, tujifanye kuwafanya mataifa kwa wanafunzi wa Yesu, ili waipate hii neema. Watumishi wa Mungu, tuwaombee watu ambao hawajapata neema hii ya wokovu, waipate hii neema, wamjue Mungu, wamjue Yesu Kristo, ili wapate kusamehewa dhambi zao. Lakini kinachotupa matumaini ni nini? Kitabu cha Warumi sura 8 mstari wa 1 Biblia inasema, sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Kwa hiyo sisi ambao tupo katika Kristo Yesu, juu yetu hakuna kitu kinachoitwa hukumu ya adhabu. Japokuwa hukumu ipo, lakini isiyo ya adhabu. Hukumu ya adhabu ni kwenda motoni.
Hukumu isiyokuwa na adhabu ni kila mtu atapongezwa kwa taabu zake alizozitabikia katika utumishi wa Mungu, waliofanya vyema kazi ya Mungu. Lakini ogopa sana, maana Biblia inasema amelaaniwa ifanyie kazi ya Mungu kwa ulegevu. Tuifanye kazi ya Mungu, watumishi wa Mungu, maana nyakati ambazo tupo ni nyakati za hatari sana. Shalom, shalom. Mungu wa mbingu na nchi atubariki.